Kundi la Houthi nchini Yemen limesema limefanikiwa kushambulia vituo viwili nyeti vya kampuni ya mafuta ya Saudi Aramco katika miji ya Jizan pamoja na Yanbu kwa kutumia makombora balistiki, makombora cruise pamoja na makumi ya ndege zisizo na rubani. Msemaji wa jeshi la Salah Yahya Sali alisema Jumamosi kwa kundi hilo alitasita kupanua wigo wa operesheni zake za kijeshi kulingana na maendeleo yatakayojitokeza katika uwanja wa vita. Alisema kwa msimamo wa Salah unabaki kuwa kizuizi kwa kizuizi na ongezeko la mashambulizi kwa ongezeko la mashambulizi. Aidha, Saria alidai kuwa mifumo ya ulinzi wa anga ya Al-Salah ilifanikiwa kukabiliana na ndege za kivita za Saudi Arabia usiku wa kuamkia Jumamosi kufuatia mashambulizi yaliyofanywa na Saudi Arabia dhidi ya mkoa Hodeida na kisiwa cha Kamaran. Hadi wakati taarifa hiyo ilipotolewa, mamlaka za Saudi Arabia pamoja na kampuni ya Saudi Aramco hazikuwa zimetoa tamko lolote kuhusu madai hayo wala hazikuwa zimeripoti uharibifu wowote kufuatia mashambulizi hayo. Serikali ya Houthi inayodhibiti Sanaa ilionya kuwa shambulio lolote jipya dhidi ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sanaa, bandari ya Hodeida au kisiwa cha Kamaran itajibiwa kwa nguvu zaidi. Mapema mkuu wa timu ya mazungumzo ya Al-Salah Mohamed Abdul Salam alishutumu Saudi Arabia kwa kuzuia kufunguliwa tena kwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sanaa. Alidai kuwa sera za Riyadh nchini Yemen zinafanana zile za Israel, akisema kwa pande zote mbili zinategemea uongo, kiburi, chuki pamoja na uchokozi. Kwa upande mwingine, msemaji wa muungano unaoongozwa na Saudi Arabia Meja Jenerali Turki Al-Malki alithibitisha Ijumaa kuwa vikosi vya muungano vilifanya mashambulizi dhidi ya maeneo ya kijeshi ya Salah katika mkoa wa Hodeida. Alisema operesheni hiyo ililenga kukabiliana na vitisho dhidi ya meli za biashara katika Bahari Nyekundu, huku akisisitiza kuwa bandari ya Hodeida haikulengwa katika mashambulizi hayo. Mnamo Julai 20, Salah ilitangaza kuwepo mzingiro wa baharini dhidi ya Saudi Arabia chini ya kauli mbiu ya kizuizi kwa kizuizi, huku ikionya kwamba hatua yoyote itakayochukuliwa na Saudi Arabia ambayo itaonekana kuwa ya uhasama itasababisha kupanuliwa kwa operesheni za kijeshi katika ukanda huo. Wakati huo, rais wa baraza kuu la kisiasa la Sanaa Mahdi Al-Mashat alitoa onyo kali kwa Saudi Arabia na alisema kuwa hakuna njia nyingine kwa Riyadh isipokuwa kusitisha vita na kuondoa mzingiro dhidi ya Yemen. Al-Mashat alisisitiza kuwa lawama na matamko ya kulaani kutoka kwa jumuiya za kimataifa atabadilisha Yemen katika msimamo wake, akieleza kuwa hatua zinazochukuliwa na vikosi vya jeshi la Yemen zina lengo la kumaliza kile inachokiita uchokozi na mzingiro uliodumu kwa takriban miaka 12. Aliwapongeza wanajeshi wa Yemen kwa nidhamu na uwezo wa kijeshi, akidai kuwa Yemen ina chaguzi za kimkakati ambazo adui zake haziwezi kuzivumilia kwa mzozo huo utaendelea.